Tathmini mpya ya kijasusi ya Marekani imehitimisha kuwa mashambulizi ya anga yanayoendelea kufanywa na Marekani dhidi ya Iran kwa kiwango chake cha sasa hayana uwezekano mkubwa wa kuibadilisha Tehran ikubali masharti ya mazungumzo. Badala yake, ripoti hiyo inaonyesha kuwa kampeni ya sasa ya kijeshi inaweza kuendelea kuongeza shinikizo kwa Iran bila kufanikisha lengo la msingi la kuifanya ibadili msimamo wake wa kisiasa kuhusu mazungumzo na Washington. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, viongozi wa ngazi za juu wa ikulu ya White House tayari wamepewa taarifa kuhusu hitimisho hilo. Wachambuzi wa ujasusi wanaamini kuwa hali ya sasa inaonyesha kuwa Marekani na Iran zinaweza kuendelea kunaswa katika mzunguko wa mashambulizi ya kulipiza kisasi, ambapo kila upande unaendelea kutumia nguvu za kijeshi bila kufikia suluhisho la kudumu kupitia diplomasia. Ripoti hiyo inaeleza kuwa kwa muda ambao mashambulizi ya Marekani yataendelea na Iran ikiendelea kujibu kwa mashambulizi yake, uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya haraka ya kisiasa utaendelea kuwa mdogo. Badala yake, hali hiyo inaweza kuzifanya nchi hizo mbili kuendelea kuwepo katika mazingira ya si vita kamili wala si amani kamili, ambapo mapigano yanaendelea kwa vipindi tofauti bila kutangazwa rasmi kuwa vita vya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kwa mashambulizi ya anga yanaweza kuharibu baadhi ya miundombinu ya kijeshi, maghala ya silaha na vituo vya operesheni za Iran, lakini hilo si lazima libadili maamuzi ya kisiasa ya viongozi wa Tehran. Kwa mtazamo wao, uongozi wa Iran umeonyesha kwa miaka mingi uwezo wa kuhimili mashinikizo ya kijeshi na kiuchumi, huku kiendelea kushikilia misimamo yake katika masuala ya usalama wa taifa na sheria za nje. Aidha, tathmini hiyo inaonyesha kuwa viongozi wa Iran wanaweza kuona kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani kama sababu ya kuendelea kushikilia msimamo wao badala ya kulegeza. Katika mazingira hayo, Tehran inaweza kuendelea kuamini kuwa kufanya mazungumzo wakati iko chini ya mashambulizi kutatafsiriwa kama ishara ya udhaifu, jambo ambalo linaifanya iendelee kusisitiza kuwa mazungumzo yanawezekana tu ikiwa mashinikizo ya kijeshi yataondolewa. Kwa upande wa Marekani, ripoti hiyo inaonyesha kuwa utawala wa Washington unakabiliwa na changamoto ya kusawazisha matumizi ya nguvu za kijeshi na juhudi za kidiplomasia. Ingawa mashambulizi yanaweza kudhoofisha baadhi ya uwezo wa Iran kwa muda mfupi, tathmini hiyo inaonya kuwa nguvu za kijeshi pekee zinaweza zisitoshe kufanikisha malengo ya kisiasa ambayo Marekani inataka kuyafikia. Kuendelea kwa mashambulizi pia kunazidisha hatari kwa wanajeshi wa Marekani walioko katika kambi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Iran imekuwa ikionyesha uwezo wa kujibu kupitia makombora ya masafa mbalimbali, ndege zisizo na rubani pamoja na washirika wake katika eneo hilo. Hali hiyo inaweza kuongeza uwezekano wa mashambulizi zaidi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani na maslahi yake katika ukanda huo. Mbali na athari za kijeshi, mzozo huo unaendelea kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu uchumi wa dunia. Mashariki ya Kati ni kitovu muhimu cha uzalishaji na usafirishaji wa mafuta, na kuendelea kwa mapigano kunatishia usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji wa nishati, hususan mlango wa bahari wa Hormuz. Endapo hali ya usalama itaendelea kuzorota, usafirishaji wa mafuta unaweza kuathirika, jambo ambalo litaongeza bei ya mafuta katika soko la dunia na kuongeza gharama za maisha katika nchi nyingi. Tathmini hiyo pia inaonyesha kuwa ikiwa hakuna mabadiliko makubwa katika mkakati wa pande zote mbili, mzozo huo unaweza kuendelea kwa muda mrefu. Marekani itaendelea kufanya mashambulizi ili kujaribu kuzuia vitisho vinavyodaiwa kutoka Iran, huku Tehran ikiendelea kujibu kwa njia mbalimbali ili kuonyesha kuwa bado ina uwezo wa kujihami na kulinda maslahi yake. Kwa ujumla, hitimisho la tathmini hiyo linaonyesha kuwa mkakati wa sasa wa kijeshi hauonekani kuwa na uwezo wa kuibadilisha Iran katika meza ya mazungumzo. Badala yake, unaongeza uwezekano wa kuendelea kwa mzunguko wa mashambulizi ya kulipizana kisasi, hali ambayo inaweza kuifanya Mashariki ya Kati kubaki kwenye kipindi kirefu cha mvutano mkubwa wa kijeshi na kisiasa, huku hatari ya mzozo huo kugeuka vita pana zaidi ikiendelea kuwepo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.